Kama madereva bajaji, tunaona kuna jambo la msingi sana ambalo serikali wameamua kutufanyia, kututengenezea wizara ya vijana. Wizara hii kwanza tunamwomba ndugu waziri atuharakishie sisi vijana wa Arusha. Haje hapa tuzungumze, atusikilize na sisi kero zetu tushauriane kama vijana wa taifa hili. Tuna changamoto nyingi za kuongea moja kwa moja, lakini tunafurahi zaidi kwa sababu wizara hii itakuwa karibu sana na vijana. Na waziri mwenyewe ni kijana mwenzetu. Kwa kweli hatutashindwana. Kwa hiyo amani kwa vijana wenzangu ni kitu cha msingi sana. Kwa sababu serikali imeona kuwa karibu na sisi ni kulituletea wizara nzuri ya kijana mwenzetu. Naamini mengi yatafanyiwa kazi, lakini pia kero zetu nyingi zitatatuliwa. Kwa hiyo tutumie njia hizo. Wakati ndugu yetu waziri amekuja, tutazungumza naye kuliko kuingia kwenye machafuko, vurugu na kuharibu amani ya nchi yetu. Ni bora tusubiri, tukae tuzungumze na waziri, tumuambie. Kwa sababu hakuna faida tukafanya vurugu kwenye nchi yetu wakati kuna nafasi ya kusikilizana. Naomba vijana wenzangu hili tuliweke kichwani, tusilete vurugu kabisa. Tusirudie yale yaliyotokea kipindi cha nyuma ambayo yameharibu mambo mengi ya nchi yetu. Shafi Ramadhani Andalo ni makamu mwenyekiti wa madereva bajaji jiji la Arusha. Na tuko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza na kuelewana kama vijana, hususani kama sisi vijana ambao tunafanya kazi za usafirishaji wa bajaji ndani ya jiji la Arusha. Hatutamani sana kuona tunaingia kwenye matatizo ambayo yalitukuta tarehe 29 Oktoba ambayo yalisababisha madhara makubwa sana, hususan katika masuala mazima ya usafirishaji na uchumi wetu kwa ujumla. Ikiwemo, ndugu zangu, tutakumbuka vizuri sana kwamba ilivyotoweka amani ya kipindi kile. Kila mmoja alikuwa na kiu na hamu ya kutoka kutafuta mkate wake kila siku, kuona hesabu yake ya kila siku, lakini ilishindikana. Na ingewaje alikuwa anawasa, haumwi wala sio mgonjwa, yuko nyumbani, lakini huko nje ilikuwa hakuendeki kwa sababu ya sintofahamu iliyojitokeza. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa madereva bajaji jiji la Arusha hatutamani kuona hali kama ile ikajitokeza tena. Amani ni kitu cha thamani kwenye maisha yako kuliko shida unaoipitia. Inawezekana unapitia shida nyingi, unaona tabu nyingi, lakini kama milango ya mazungumzo haijafungwa, ni vyema sana tukatumia milango hiyo ya mazungumzo, tuzungumze na serikali, kwa sababu serikali ndio inayesimamia wananchi wake, na wananchi ndio walioiweka serikali, na wananchi ndio bosi wa serikali. Kama mtu anashindwa kumsikiliza bosi wake, itakuwaje? Kama bosi unamzungumza lugha nzuri, unashindwaje kuelewana na bosi wako? Kwamba sisi tunachohitaji kwa sasa, kwa sababu serikali imeamua kutuwekea wizara ya vijana, tuiombe wizara ya vijana ifanye kazi yake ipasavyo, isimame mahali ilipokusudiwa kusimama, isiwe ni sehemu ya kujikweza, iwe ni sehemu ya ubosi, kuonesha kwamba wewe umeteuliwa kuwa waziri wa vijana. Una kazi kubwa, una kazi ngumu, una kazi ambayo ni jukumu la kulea na kuhakikisha hasira na machungu ya vijana wa taifa hili zinashuka. Kwa jina naitwa Ibrahim Haruna, ni afisa usafirishaji bajaji mkoa wa Arusha. Ndugu vijana wenzangu na maafisa usafirishaji wa Kitanzania, niwakumbushe tusije tukafanya jambo lolote wakati tukiwa tuna hasira. Tusije tukatoa ahadi yoyote wakati tukiwa tuna furaha. Niwaombe Watanzania kwa ujumla na maafisa usafirishaji, lolote lile ambalo tunahisi haliendi sawa, ni vyema tukae tulizungumze kuliko kuibomoa nchi yetu. Kesho sisi ndio wazee wa taifa hili. Tutakuwa na taifa la design gani kama leo tushalibomoa taifa letu? Baada ya kwisha kuyasema hayo, niwaombe vijana wenzangu, yanazungumzwa mengi kuhusu tarehe 9. Niwaombe tuwe watulivu, tuwe wasikivu. Ni vyema tukae mezani tuzungumze kuliko kuanza kuharibu taifa letu, na kesho sisi ndio wazee wa taifa hili. Jina langu ni Paulo Jovita Msele. Mimi ni dereva bajaji wa jiji la Arusha. Serikali imefungua uwanja kwa ajili ya mazungumzo. Ni kweli yapo mambo mengine ambayo tunayaona hayaendi vizuri, lakini kwa sababu tuna option ya kuzungumza,
Tumepewa nafasi na tumepewa wizara kabisa vijana tupeleke mambo yetu, na mwenyekiti wetu hapa ameshazungumza kwamba waziri aweze kuja kutusikiliza. Nafikiri hatuna sababu ya kwenda kuandamana kwa sababu tumefunguliwa dirisha la kuzungumza. Maandamano yanakuwepo pale ambapo watu wamekosa pa kuzungumza, lakini kwa bahati njema tuna nafasi ya kuzungumza. Hebu tukae tuzungumze. Nikuombe Mheshimiwa Waziri, popote ulipo, njoo utusikilize Arusha. Kama kuna mambo ambayo vijana tunaweza kuambiana, tukae tuambiane. Majina yangu naitwa Athmani Ali Msangi, ni dereva bajaji, usafirishaji wa bajaji katika jiji la Arusha. Lakini niwaombe wakubwa katika hususan wizara zinazohusika, vijana hawa wasikilizwe, wanafikisha vizuri, yaeleweke na yafanyiwe kazi kwa wakati. Na sisi haswa tunachokiasa ni amani, kwa sababu bila amani hakuna haki. Na haki ilipatikane, kuwe na amani ndio haki itapatikana. Lakini ukipatikana haki, amani, patikana amani na haki itakuwepo. Lakini hakuna haki bila amani. Shida vijana kwa kweli ni watu ambao wanataka kusikilizwa. Wana mambo mengi, haswa kama tunavyosema vijana ni taifa ambalo linaendelea, na taifa bila vijana sio taifa. Na haya ya kwao benki yangetengewa msingi kama walivyotengewa wizara. Tunashukuru wizara imetengwa. Vijana wakisikilizwa, naamini haya yote yatapatikana ufumbuzi na serikali yetu itaenda vizuri. Na vijana wanachotaka wao wasikilizwe na mambo yao yafanyiwe kazi kwa wakati, na ile bla bla iondoke. Vijana watakuwa vizuri na wataenda katika mashughuli zao vizuri. Kwa majina naitwa Salimu Anton Limo, katibu wa bajaji wilaya Arusha mjini. Ndugu waandishi wa habari, viongozi wangu wameshazungumza mengi, lakini kikubwa mimi nilichokuwa nataka kuwaasa vijana wenzangu, kwanza sisi kama vijana tutimize wajibu wetu. Tutimize wajibu wetu. Tusiwe ni watu wa kulalamika tu na kulaumu mara kwa mara. Kuna wakati na sisi tutimize wajibu wetu, tufanye kazi kwa bidii. Serikali tayari imeshafungua milango ya mazungumzo, tumetengenezewa wizara na nini. Kwa hiyo sisi kama vijana tutimize wajibu wetu, sikae vijiweni kupiga kelele na nini, alafu mwisho wa siku ndo tunakuja kufanya haya yanayoendelea. Kwa upande wa changamoto za bajaji, kwanza tunashukuru sababu sisi kama bajaji tayari changamoto zetu tuzifikisha kwenye mamlaka husika, na tunashukuru Mungu kwa baadhi ambazo zimeanza kufanywa kazi na tunaona mambo yanaenda vizuri. Lakini kubwa zaidi tunaomba tu serikali iongeze spidi kwenye kulifanyia kazi changamoto hizi za vijana, sasa maafisa usafirishaji bajaji, sababu kunakuwa hamna mpangilio ambao hujakaa vizuri kwenye masuala haya ya mpangilio wa bajaji ndani ya jiji.